Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mataifa ya Kiarabu yamerejelea safari ya hivi majuzi ya Donald Trump katika nchi za Kiarabu katika eneo hilo, ambapo wanadai kwamba mataifa hayo hasa Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE wameshindwa kumshawishi rais wa Marekani kuweza kumweleza Bwana Netanyahu kuachana na vita vyake huko katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, wachambuzi katika maeneo hayo ya Mashariki ya Kati wakiwa wanarejelea ziara hiyo ya nchi tatu ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump katika eneo, wanadai kwamba viongozi hao walikuwa na nafasi ya kuzungumza na rais huyo wa Marekani ambaye ana uwezo wa kusitisha vita vya Gaza, na waliona kuwa hii ni kama vile mataifa hayo ya Kiarabu matatu hayana mpango wa kuona watu wa ukanda wa Gaza wanaishi kwa amani, wakisema kwamba mataifa hayo yamekuwa moja kati ya mataifa wanafiki katika mzozo unaoendelea baina ya Israel pamoja na Palestina, hasa wapiganaji wa Hamas. Kwa mujibu wa shirika la habari la Pars Today, Ismail Sabri, moja kati ya wachambuzi, profesa wa Misri wa sayansi ya siasa na uhusiano wa kimataifa, alisema kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alinukuliwa akisema kwamba mtu pekee duniani anayeweza kuishinikiza Israel kusitisha vita vya Gaza ni rais wa Marekani Donald Trump. Trump alikutana na viongozi wa Ghuba, lakini viongozi hao waliweza kutazama maslahi ya kifedha kuliko kutazama maslahi ya wanadamu wenzao ambao pia ni damu moja ya Kiarabu. Kama vile mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudia Mohammed bin Salman alimshawishi Trump kuondoa vikwazo dhidi ya Syria, angeweza pia kumweleza rais wa Marekani Bwana Donald Trump kumweleza Benjamin Netanyahu aachane na vita vyake na aache kuua raia wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza. Sabri anaendelea kusema kwamba Donald Trump angeweza kuwasikiliza, walipaswa angalau kuinua ombi hili na kutimiza wajibu wao kwa ndugu zao huko Gaza, lakini hawakufanya lolote na hawatafanya lolote kwa sababu kimsingi vita vya Gaza havikuwa miongoni mwa vipaumbele vyao. Mtazamo wao pekee ulikuwa katika uwekezaji, pesa, nishati, mafuta, ujasusi bandia, teknolojia na mikataba ya silaha, bila kujali matatizo na migogoro ya eneo hilo. Hata hivyo, anasema kwamba uwekezaji hauwezi kufanikiwa ikiwa Mashariki ya Kati ipo katika mgogoro mzito. Profesa huyo wa chuo kikuu cha Misri alisisitiza hii pia ni sababu ya hasira katika ulimwengu wa Kiarabu. Kwa nini viongozi wa nchi tatu Trump alizotembelea hawakufanya chochote dhidi ya Gaza? Alirejelea ukarimu mkubwa wa viongozi wa Saudi Arabia, Qatar na Imarati kwa Donald Trump. Aliutaja kuwa haujawahi kutokea katika desturi ya kidiplomasia, akisema kwa kiasi kikubwa kama hicho si Trump pekee bali dunia nzima ingeweza kununuliwa. Abbas Mansour, mchambuzi mwingine wa Misri, alisema Marekani wanalifanya eneo la Mashariki ya Kati kama eneo la mababu zao, wanachota watakavyo, lakini pia wakati huu wanataka kulimiliki wanavyoweza. Wamarekani waliwaangamiza Wamarekani wenyeji na sasa wanawaangamiza wa Palestina. Mizizi ya Wamarekani inategemea mauaji na uporaji. Rais wa Marekani hivi karibuni, wakati anatembelea nchi hizo tatu za Kiarabu katika eneo hilo, ziara ya Trump ilijumuisha Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE pamoja na Saudi Arabia, na Washington ilisema madhumuni yake ni kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na mataifa hayo ya Ghuba ya Uajemi. Na katika ziara hiyo ya nchi tatu za Kiarabu aliahidi kuwekeza mabilioni ya dola nchini Marekani, lakini pia alishindwa kuelezea namna bora ya kuweza kumaliza mzozo katika Mashariki ya Kati. Wachambuzi hao wanasema kwamba Bwana Trump alikuwa na uwezo kusimamisha vita huko katika Mashariki ya Kati, ana uwezo wa kumzuia Bwana Netanyahu kuachana na vita vyake na kuwaua raia wasiokuwa na hatia, lakini pia ana uwezo wa kulidhibiti kundi la Hamas akishirikiana na mataifa ya Kiarabu, lakini ameshindwa kufanya hivyo. Alichozingatia ni fedha na uwekezaji tu. Mtazamaji, na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Ikiwa bado hujafanya hivyo, utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi ya ulimwengu.